Ya kijiri, ujumbe wa kisiasa ulijitokeza wazi katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la hospitali eneo la Kongowea, Mombasa, ambapo Gavana Abdulswamad Sharif Nassir pamoja na Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga walitumia jukwaa hilo kueleza mwelekeo wa chama cha ODM, huku wakitoa wito wa kukomeshwa kwa siasa za mgawanyiko. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa umoja wa kitaifa, wajibikaji wa viongozi na kuangazia maendeleo katika sekta muhimu kama afya na elimu. Aidha, alibainisha mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 pamoja na dhamira ya chama hicho kushiriki kikamilifu katika uongozi wa serikali ijayo. Kuweza kufungua rasmi na ground break hospital which we have proposed itwe Raila Odinga Hospital Kongowea, kwa heshima ya baba ambaye kwamba katika manifesto yake ilikuwa ni lazima kuwe na program ya baba care, na baba hakuamini ya ukabila, hakuamini ya watu kuwa shareholders na wengine wasiwe shareholders. Kwa hivyo watu waweze kushindana kwa mazuri na yale ambayo kwamba wamefanya na yale ambayo kwamba hawajayafanya. Kwamba niko hapa kwa niaba ya party leader wetu Dr. Oburu ambaye pia alifaa awe hapa siku ya leo, na kusema ya kwamba sisi kama chama na sisi ambao tuko kwa nadhifa ya uongozi tuko na jukumu ya kuangazia mambo ya maendeleo ya watu wetu, na hiyo ndio tunaangazia zaidi hata kuliko ile siasa ya kila siku. Kuangalia ya kwamba wana Mombasa ama wana Homa Bay ama wana Kajiado, pale serikali za ODM tunafanya maendeleo na kuangazia maslahi ya watu wetu. Chama cha chungwa kiko imara, na unaweza pata wapita njia, kila soko kinaweza kuwa na mwendawazimu, aende ajizungumzie, aseme kwamba yeye ni kiongozi wa chama fulani. Sisi wote tunajua chama cha ODM kiko na njia na namna ambayo viongozi wanateuliwa katika nyadhifa tofauti tofauti. Na juzi tumefanya National Delegates Convention pale Nairobi, na delegates wote kutoka Kenya nzima wameidhinisha Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu.